Kwa kiasi kikubwa, ari na mori za wananchi huchochewa na maelekezo ya viongozi wao wa dini. Kwa msingi huo, nimewiwa kulitupa jukumu la ulinzi wa amani na utulivu wetu nchini mikononi mwenu, waheshimiwa viongozi wa dini. Serikali kwa upande wake tasimamia na kulinda misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia na kuabudu na kuhubiri dini. Ila kamwe hatutomvumilia yoyote atakayetumia haki hii kuchochea chuki na uhasama. Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga. Waswahili husema, chelea mwana kulia basi hulia yeye. Kwa nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atovuke. Mwana yoyote atakayetovuka tashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kutokushughulika na wavunjifu wa amani na wachochezi wa vurugu. Waheshimiwa viongozi wa dini, najua mnajiuliza kwa nini nimechukua muda kuweka mkazo kuhusu kulinda amani na mshikamano kwa Watanzania. Nimefanya hivi ili kutoa indhari kwa dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulea waumini kiroho na kimaadili kuendana na misingi ya dini zao. Ila kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga nchi yetu. Badala yake, viriri au majukwaa ya ibada yatumike kwa ibada, yasitumike na wanasiasa kufanyia propaganda zao. Matarajio yetu ni kuwa majukwaa haya ya kidini yatafanya kazi ya kutuliza hali na kuleta amani pale wanasiasa watakapotibua utulivu ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mufti na viongozi wa dini, nimepokea maoni yenu ya kusahihisha mapungufu yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Niwaahidi kuwa kama serikali tumejipanga uchaguzi huu kufanyika kwa njia ya haki kwa kusimamia misingi yote ya kanuni, sheria na desturi zote za uchaguzi. Ile falsafa ya R4 itaendelea kuwa moja ya nyenzo zetu kuu katika uchaguzi mkuu unaotukabili. Nyote ni mashahidi wa maboresho na mageuzi makubwa tuliyokushafanya, kama vile kuruhusu mikutano ya kisiasa kuendelea nchini, inaendelea huko, bunge kufanya mabadiliko ya kisheria na kufuta sharti la mgombea kupita bila kupingwa, na sasa kila mgombea wa ubunge au diwani lazima apigiwe kura. Lakini vile vile tumeanzisha tume huru ya uchaguzi iliyokuwa ikidaiwa miaka yote, tayari tumeshaianzisha. Tumeweza kufanya haya yote kwa kushirikisha wadau wote wa kisiasa na tulikubaliana hivi. Vile vile kwa nyakati tofauti, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekuwa ikiwahakikishia Watanzania utayari wao wa kusimamia haki. Nitoe wito kwa wadau wote wa kisiasa kuhakikisha wanatimiza wajibu wao kikamilifu. Milango ya serikali ipo wazi kusikiliza wadau mbalimbali, ikiwemo kupitia majukwaa yaliyopo kama vile Tanzania Center for Democracy na majukwaa mengine yanayoruhusu tuzungumze. Nanyi viongozi wa dini, mtusaidie kuelimisha waumini umuhimu wa kutumia haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura ili waweze kuchagua viongozi wenye weledi, wachapakazi na watakaoleta maendeleo. Nimefurahishwa sana na kauli mbiu yenu inayosema amani ndio msingi wa maendeleo. Shiriki uchaguzi kwa salama na amani. Hii inaonyesha kuwa mnatambua wajibu wenu kwa elimu ya mpiga kura ni jukumu shirikishi na si la viongozi wa serikali peke yao. Ni vyema tukafahamisha Watanzania kuwa sie ni ndugu, au udugu wa Tanzania unakuja kwanza
na kamwe tusiruhusu itikadi za kisiasa zikatugawa, kwani kuna maisha baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Mufti na viongozi wa dini, nikupongeze wewe binafsi Mheshimiwa Mufti na watendaji wote wa BAKWATA kwa kazi kubwa na kazi nzuri ya kupeleka mahujaji kule Maka kila mwaka. Kwa miaka mingi mmeweza kuwasafirisha, kuwahudumia na kuwarejesha salama mahujaji wetu hapa nyumbani. Niwatie moyo kwa muendelee kuimarisha huduma zenu ili zivutie watu wengi zaidi kwenda kufanya hija wakiambatana na BAKWATA, au BAKWATA kubakia kuwa taasisi pendwa kwa wale wanaotaka kwenda hija. Hapa pia niziombe taasisi zenye kupeleka watu hija wawe na weledi na wasimamie kazi yao vyema. Si vyema kuwakirihisha mahujaji kutokana na kuwa na utaratibu usio na uwazi na kutokuwa wa kweli kuhusu huduma kamili zinazotolewa na taasisi mbalimbali zinazopeleka mahujaji. Kwa upande mwingine, ni vyema mkazingatia vigezo vilivyowekwa au mlivyowekewa kwenye usajili wenu ili kuondoa adha na kadhia kwa mahujaji. Kuhusu ombi lenu la kufunguliwa mfumo kwa wanaomba kwenda hija, niseme tumelipokea na tutalifanyia kazi. Ila hapa niwe muwazi, kwa nyote mnafahamu kuwa tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi haya ilishapita takriban kitambo kidogo, lakini kwa sababu hatukutimiza yale tuliyopangiwa tumeongezewa muda. Sasa hili la kuomba utaratibu wa kufunguliwa kila mwaka, hii ni hisani, kwa tusigeuze kuwa ndio haki yetu. Hapana, kwa sababu wengine, nchi zingine wanajitayarisha, hawaombi kuongezewa na kila kitu wanakifanya kwa muda muafaka. Kwa nadhani tujitizame upande wetu, tujirekebishe nasi tuweze kwenda kama wanavyokwenda wengine. Serikali ya Saudi Arabia imeweka utaratibu huu kwa kuwa na muda maalumu wa kujisajili ili waweze kumudu kuhudumia mahujaji wote kikamilifu. Hija ni ibada, ila pia ni sehemu ya biashara kwa ile serikali au nchi tunayokwenda. Hivyo ni lazima waweke mazingira rafiki na wezeshi ya kuhudumia watu wote. Wakipata idadi ya watu mapema kutoka kila nchi, wanapata kujiandaa vyema. Lakini tunapokwenda last minute, hawajalipa, nisubiri, mimi taasisi yangu bado sijatimiza, tunakuwa tuna wakera wao, lakini wanatuona na sisi kwamba hatuna mpangilio mzuri. Niombe sana kuanzia mwakani tujipange vizuri. Kama nilivyosema, tujifunze kwa nchi nyingine ambazo zinafanya vizuri. Nafahamu hata mwaka jana tuliomba kufunguliwa, kwamba hatukumaliza last minute tukaomba kufunguliwa. Kwa hiyo sasa ile hisani tunayopata isiwe kawaida.